watu wote wa duniani, sio wa mambo peke yake, duniani wapate kujua kwamba huu mkono wa Mungu na nini unaweza, ili wafanyaje? Wapate kumcha Bwana Mungu wangu milele. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla tujaendelea na safari yetu, ni kueleza kwa nini Yoshua aliwaeleza Waisraeli hivi. Mnakumbuka kwamba Yoshua alipopewa madaraka ya kupeleka wana wa Israeli kutoka pale walipokuwa, Musa alipokufa, kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 34, unaona amekuwa commissioned mtumishi wa Mungu Yoshua kuwapeleka Waisraeli nchi ya ahadi. Na wakati wako mbele, wanafika mbele, walikutana na jaribu. Na jaribu lile lilikuwa ni kuvuka ng'ambo ya mto Jordan. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakiwa pale Jordan, maandiko yanasema kwamba walikuwa na sanduku la Bwana likiwakilisha uwepo wa Mungu. Wakati wakiwa wanaendelea na safari, walipokuwa wamekanyaga maji yale yalifanyaje? Yalirudishwa nyuma, yakatindika. Mwimba Zaburi anasema bahari ilikuona ikakimbia, Yordani ikarudishwa nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaona kwamba wakati wakiwa wamevuka, basi maelekezo ya Mungu kwa Yoshua kwa Waisraeli ni kwamba waweke mawe 12 sawa sawa na kabila 12 za Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akaniambia pia mwaka una miezi mingapi? 12. So it's a prophetic word. Inategemea unavyolipokea hilo neno wewe. Akasema kwamba haya mawe mtayaweka hapa yawe ukumbusho, watoto wenu wakiwauliza haya mawe ni ya nini, ndipo mtakapowaambia kwamba Mungu alituvusha. Na akasema watu wote wafanyaje? Wajue ya kuwa mkono wa Mungu ni mkono wenye nini? Wenye uweza. Nataka nikwambie kitu hichi cha tofauti sana. Wakati natafakari leo, Mungu akaniambia kwa hivi, yani iko hivi, ikifika mwezi wa 12 mwaka 2026, kuna mambo ambayo yatakuwa sio ya sirini, mambo ya kuonekana kabisa, ambayo Mungu atakuwa ameyafanya kwenye maisha ya mtu mmoja, na watu wote watajua. Wakiuliza utawaambia ni mkono wa Bwana wenye uweza umefanya haya. Sema amina. Yatakuwa ni ya kuonekana, hutaweza kuficha. Yani itakuwa ni muujiza ambao ni notable miracle, undeniable miracles. Miujiza ya waziwazi ambayo hata kama usipoizungumza watu wataona hakika mkono wa Mungu uko juu yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo 2026 ni mwaka wa mkono wa Bwana. Tukaelezana kwa nini, tukasema kwa sababu pale ambapo mkono wa nguvu umeshindwa kutuvusha katika hatima zetu, katika ndoa zetu, katika elimu zetu, katika afya zetu, katika uchumi wetu, katika huduma, katika kila kitu, pale ambapo ulitegemea ungevuka hujavuka, ndio maandiko yanasema kwamba lakini nitanyoosha mkono wangu. Bwana asifiwe. Na nitawapiga Misri, nitampiga Farao wa nyumba yake, naye atawapa ruhusa mfanyaje? Mwende. Lakini kwanza mkono wa nini? Wa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako jitihada zimefika mwisho. Sasa ni mkono wa Mungu. Mwambie tena jitihada zimefika mwisho. Ni mkono wa Mungu utende kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa Mungu unaanza kutenda kazi wapi? Ni pale ambapo unasarenda na kusema nao siwezi tena, Mungu ingilia kati. Bwana Yesu asifiwe. Na jana tukajifunza kwamba ziko siri za kufanya mkono wa Mungu ufanyaje? Utende kazi. Tunajifunza ili tuzitende, ili tumuone Mungu kwa viwango vikubwa. Na yeyote ambaye atachukua neno nikasema akalipanda kwenye udongo mzuri, litamea na kuonekana kwa kila mtu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano tunapoongea, njoo mwanangu Florence njoo. Unajua na mwangalia huyu binti yangu, naona havai miwani, lakini alikuwa anavaa miwani tangu ile Jumapili ilikuwa na mara ya mwisho kuvaa miwani. Lakini naona sasa hivi havai. Namuuliza kwa nini uvai miwani, anasema kwa sababu tangu Jumapili wakati tulikuwa tunaomba, mimi nilipovaa ile miwani sijaivaa tena, sisikii shida tena. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unaona hicho kitu ni kwamba kuna siri anayejua imeactivate mkono wa Mungu.
Na hiyo siri inaitwa imani. Alilipokea neno likatenda nini? Katenda kazi. Bwana asifiwe sana. Na tutaomba leo itakuwa permanent, okay? Itakuwa kamili na haitarudi tena katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo nini? Pale unapofika mwisho ndipo Mungu anafanyaje? Anaanzia. Mkono wake unanyooshwa, unatenda kazi. Lakini lengo langu la kukuambia hivyo ni kwamba kuna wakati akili zinafanyaje? Zinafika mwisho. Huyu hapa alisema Mungu hafanyaje? Ni mwisho wa mkono wa nguvu. Kwa hiyo hapo unahitaji mkono wa nini? Na hii ni kwa sababu ya nature ya mwaka wa 2026 utakavyokuwa. Tutauhitaji sana mkono wa Mungu kama tulivyohadisiana. Jana tukaambiana ziko njia nyingi za kufanya mkono wa Mungu utende kazi. Ziko siri nyingi, lakini tukazungumza na Mungu akatusaidia kutazungumza moja tu, na tukasema ni dhabihu ama sadaka. Tukasema sio kila sadaka nini? Dhabihu. Lakini kuna namna ya kuifanya sadaka iwe nini? Dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Tukajadiliana sana hapa, nakumbuka tukazungumza pia kwamba kumbe huyu anayetoa sadaka iwe dhabihu, lazima kwanza yeye mwenyewe awe nini? Awe dhabihu takatifu ya kumpendeza Bwana. Haleluya. Tukaona sifa za anayetoa nini? Mungu akanifunulia, Mungu akakufunulia. Tukaona kumbe ndio maana sioni matokeo ya sadaka ya dhabihu, kwa sababu kumbe Mungu ananipokea mimi kwanza kabla ya nini? Ya dhabihu yangu. Haleluya. Tukaona dhabihu 3. Na dhabihu ya kwanza tukasema ni sadaka, kutoa vitu. Tukaona kwa habari ya nani? Ya Kornelio. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona sema sadaka zako na maombi. Tukajadili sadaka sana, tukaacha kipengele kimoja cha maombi. Tukasema ziko dhabihu 3 ambazo mimi nimedhibitisha zinaweza kumove the hand of Lord, the hand of God. Wale ambao hamkuwepo jana, kwa kweli tulijifunza vitu hivyo na tukasema mambo mengi. Na unajua ni Mungu akaniambia leo kidogo sana, dhabihu ni kama agano. Dhabihu, sikiliza, sadaka, matoleo ya kawaida, sadaka za hiari ni hiari, lakini kuna sadaka itoa dhabihu. Dhabihu ni agano. Angalia kitabu cha Zaburi sura ya 50 mstari wa 5. Taka wale ambao hawakuepo tuwalete pamoja, tuwe na lugha moja. Zaburi 50:5. Zaburi 50:5. Zaburi 50 mstari ule wa 5, ili tuanze safari yetu. Amen. Biblia inasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano na. Kwa nini? Kwa dhabihu. Nikusanyieni nani? Watu hawajafika hapo. Tusome wote kwa pamoja, 1, 2, 3. Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya nini? Kwa nini? Kwa hiyo dhabihu huwa Mungu anafanya kama agano. Ndio maana ukitoa dhabihu, maandiko yanasema inakuwa ni ukumbusho nini? Mbele za Bwana, kama ndivyo kwa Kornelio. Mkono wa Bwana haukupunguka kabisa kwa nani? Kwa Kornelio. Ndio akatumwa Gabrieli saa 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhabihu, usahau, huyu mfalme Suleimani hajawahi kumwomba Mungu chochote wakati ule. Maandiko yanasema alikuwa tu amepanda mahali pa juu, palipo nini? Juu, aende kumtolea Mungu sadaka, lakini ni dhabihu. Ukiangalia ile aina ya sadaka, zile ng'ombe, na jumla ya sadaka yote ile, unasema huyu jamaa kule alikuwa anamfahamu Mungu wake. Kwanza alikuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema pasipo imani haifai kufanyaje? Kumpendeza Mungu. Haleluya. Akatoa dhabihu. Maandiko yanasema Mungu mwenyewe akaja akasema, wataka nini? Wewe ukiwa unaendelea kuomba Mungu akufanyie nini? Kuna mwenzako yeye hajaomba ila alitoa dhabihu. Mungu ndo akamuuliza, wataka nikufanyie? Bwana Yesu asifiwe. You see, it moves the hand of God. Dhabihu inaufanya mkono wa Mungu utende kazi. Haleluya. Haleluya. Mungu akashuka mwenyewe ili kumpa haja ya moyo wake. Akasema katika yote haya nipatie tu neema ya kuwa na hekima. Naona hekima ilimletea kila kitu alichokihitaji. Dhabihu inakupa pia uwezo wa kutamka. Nikwambia dhabihu inafanyaje? Mkono wa Mungu kwa juu yako unakupa utterance
ama usemi ama unabii, unajua nini cha kuomba wakati sahihi. Nikikuuliza hapa sasa hivi, Mungu akatokea hapa sasa hivi, nikufanyie nini Teresia Nzogera? Cha kwanza kabisa unafikiri itakuwa nini? Upe kukujua, usitamke tu, mzee Joseph, ungesema nini? Ungesema sasa ngoja nitafakari. Bwana asifiwe sana. Ungesema nini mzee Fuliwa? Na mwanangu nikufanyie nini? Upate hekima, kwa sababu una ile andiko la Suleiman kwamba aliomba nini? Yule aliomba kwa sababu yake yeye. Bwana asifiwe sana. Kwa nafasi yake yeye akaomba nini? Unajua nyie sema naomba hekima Mungu kama Suleiman. Yaani Mungu yeye aliomba kwa nafasi yake. Wewe kuna kitu na kihitaji kukuvusha, sio lazima kiwe nini? Wisdom. Bwana asifiwe sana. Lakini mkono wa Mungu kwa juu yako unakupa cha kusema. Cha kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkono wa Mungu kawa juu yangu. Akanichukua katika roho, katika uwanda wa mipa mikavu. Akaniuliza, je, mifupa hii yaweza kuishi? Kwa kuwa mkono uko juu yake akasema, Bwana wajua. Maana yake anapewa namna ya kuzungumza. Yeremia, unaona nini? Mkono wa Bwana uko juu yake akasema kwamba naona moja. Umeona vyema. Kwa nini? Kwa sababu amepewa utterance. The hand of the Lord ikiwa juu yako, unapewa vitu kama hivyo. Na ili dhabihu iwe na maana, lazima tumwangalie anayetoa kwanza. Tukajifunza na tukasema kwamba lazima huyu anayetoa awe ajue kwamba yeye ni kuhani, na kuhani moja awe mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona? Maandiko yanasema kwamba kabla hujanyosha mkono wako kutoa sadaka, kwanza angalia kama unamshtaki, patana naye kwanza kabla ya kuanzisha mahusiano na Mungu wako. Mahusiano na ndugu yako yako vizuri? Muulize mwenzako, mahusiano na ndugu yako vizuri? Maana unajua tunakuja tunamsifu Mungu, lakini kumbe kuna mtu pembeni huko ushamuuzi vibaya mno. Bwana Yesu atusaidie sana. Anasema kabla hujaanzisha mahusiano. Na hiyo kuna mtu alikuwa anamwambia kwamba hata mahusiano ya kwenye ndoa. Kuna wale vijana ambao wanachumbia mtu anamuumiza, alafu anachumbia mwingine. Sikiliza, ile spirit ya kuumiza watu huku unahama, kwa sababu kanuni iko hivi, kabla hujaanzisha mahusiano na mtu mwingine, lazima mahusiano na mtu wa kwanza yawe yametengema. Kama una mchezo wa kuumiza watu, utahama na hiyo spirit. Wasambao nasema mtu ambaye anahama na fagio hakai sana. Miezi mitatu anahama tena. Sasa sijui huwa ni kweli, sijajua. Wasambao na tabu. Wanasema mtu kihama na fagio eti kwenda nyumba nyingine, basi utakuwa unahama wewe mfululizo, unahama tu. Sina hakika, lakini wasambao watatusaidia hapa, watatueleza kama ni kweli ama sio kweli. Kwa hiyo ni kama fagio. Maumivu ya nyuma ni kama nini? Unatembea nayo. Uwe na uhakika hakuna kitu kitachanua mbele kama cha nyuma. Sio tu hivyo, hata kazi. Usiharibu hapa ukasema kuna sehemu nyingine. No, unahama. Kabla hukunyoosha kutoa matoleo, hakikisha kwamba umepatana na nani? Na mshitaki wako kwanza. Yaani Mungu anasema hivi, kabla hujaanzisha mahusiano na Mungu, mahusiano na ndugu yako kwanza umeshaweka sawa. Ukisema unanipenda, unanipendaje ikiwa yule tu ambaye unamuona humpendi? Bwana asifiwe sana. Wewe unaweza ukaona. Lakini huyo mtu pia tuongeze kitu kingine, awe na imani. Unaona Waebrania 11:4, kwa imani Habili alimtolea nini? Mungu dhabihu njema kuliko ya nini? Ya Kaini, na Mungu akamhesabia kwamba nini? Ni mwenye haki. Imani ikamove the hand of the Lord.